Hey, ukisikia forex au ukisikia forex trading unakuwa na uelewa gani au unakuwa umeelewa kitu gani? So niko hapa kwa ajili ya kukupa maelezo zaidi kiundani. Watu wengi mmekuwa mkisikia forex trading lakini hamjajua ni nini forex trading. So hii video itaenda kukuelezea kiundani forex ni nini. So kwa majina naitwa Matthew Christopher Mwariego, lakini napatikana kwa jina la Mr. UK kwenye mitandao yangu yote. Umekuwa ukisikia ndugu zako, rafiki yako, chuoni, wapi, kazini, kuna mtu anafanya forex trading, maana yake ana trade, lakini haujajua hii kiundani ni nini. Aswa ukisikia forex trading inamaanisha nini? So mimi niko hapa kwa ajili ya kukupa haya maelezo in case au upo hapa kwa ajili ya kuhitaji kujifunza na wewe kujaribu kutrade, ujue ni kitu gani ambacho unakijaribu, unaanzia wapi na unafanya nini mpaka hatimaye uanze kutrade wewe mwenyewe hapo ulipo. Ukisikia neno forex linakuwa lina maana gani? Au forex trading, hii ni kifupi cha foreign exchange, ubadilishaji wa fedha za kigeni. So kwa mtu yote ambaye alikuwa ajui, hiyo ndo maana yake. Na hii inasimama vipi? Maana yake ni kubadilishana kwa fedha za kigeni. So ukisikia mtu anafanya kazi ya kubadilisha fedha za kigeni, anakuwa anafanya nini? Maana yake ni kununua na kuuza fedha za nchi mbalimbali. Unapataje faida kwenye forex trading na unapataje hasara kwenye forex trading? Hii inakuja hapa, nisikilize kwa umakini sana. Ukiwa upo kwenye trading, kuna buy and sell. Sawa? So ukibuy, maana yake akati ile price ipo chini, wewe ndio unabuy, wewe ndio unanunua. Maana yake inavyozidi kupanda kwenda juu, unaenda kwenye upande wa profit. Muda unavyozidi kwenda, unazidi kuwa kwenye profit. Kama ile price umebuy iko chini, inaenda juu. Na ukisell, maana yake una sell ikiwa price iko juu, then inashuka chini, maana yake unabaki kwenye profit. Muda unavyozidi kwenda na umesell ikiwa juu, inavyoshuka inabaki kwenye profit. Sasa inakujaje hasara kwenye forex trading? Twende kwenye faida kama nilivyokuelezea, lakini pia kuna hasara. Hasara inakuja hapa, maana yake wewe umebuy, umenunua. Sawa, akati umebuy ikiwa iko chini ili ielekee juu, lakini haiendi juu, inashuka chini, maana yake unakuwa kwenye upande wa loss. Okay? Na ukiwa kwenye sell, vile vile umesell price ikiwa ipo juu, unataka ishuke ubaki kwenye faida. Okay? Lakini yenyewe inaendelea kupanda. That means unabaki kwenye upande wa hasara. So utajiuliza, mimi ni Mkenya, mimi ni Msauzi, mimi niko nchi gani? Inakuwaje mimi naweza kutrade na mtu mwingine anaweza kutrade? Kwa sababu hili ni soko la fedha. Hili ni soko la fedha. Hela za nchi tofauti tofauti zinafanyiwa exchange ndani ya soko la forex. So na mtu mwingine anaweza kaja akauliza, sasa kama iko hivyo, ni wapi naweza nika access forex trading? Ni wapi naweza nikapata, nikajua naanzia wapi, nafanya nini? Hapa inakuja sehemu ambayo kuna application ambazo zipo tayari, kuna platform ambazo zipo tayari kwa ajili ya haya masoko ya kifedha. So nakutajia hizi application haraka haraka ili uweze kupata awareness ya nini kinaendelea na kitu gani kipo kwenye hii forex trading. Application ya kwanza ni TradingView. Hii TradingView huwa inatumika kwa ajili ya kufanya analysis ya soko tu. Manake kama mtu anataka kuingia kwenye trading, anataka aingie kutrade, manake kabla ya kutrade lazima afanye analysis kwamba hili soko lina buy au ina sell. So ili ajue lazima afanye analysis kwenye TradingView. Baada ya kufanya analysis kwenye TradingView, inakuja application ya pili ambazo hizo ziko mbili pia. Ni MetaTrader 4 na MetaTrader 5. Hizi MetaTrader 4 na 5 kazi yake ni moja. Baada ya wewe kufanya analysis, pale ndipo unaingia kutrade, maana yake kuplace kama unataka kubuy au kusell. Ukiingia kwenye MetaTrader 5 au 4 ndio inakuruhusu buy or sell. Lakini pia tuna application ambazo tunazitumia kusoma taarifa. Kwa mfano kuna investing.com, Daily Effect au Forex Calendar. Hizi pia tunazitumia kupata taarifa za forex trading kwamba soko litakuwaje. Nakumbuka kwamba nilisema tunanunua na kuuza fedha za nchi mbalimbali. Hii inamaanisha nini? Maana yake kama kuna baadhi ya nchi au kuna nchi itatoa taarifa ambazo zinaweza zika affect fedha yake kushuka au kupanda. Mfano labda earthquake, magonjwa au siasa inaweza kusababisha hela kupanda au kushuka thamani. Hii inatusaidia kwenye kutrade huwa kwamba hela ya nchi kutokana na kwamba imepanda sana,
basi iko juu mimi nitasell, au iko chini mimi nitabai inapopanda. That's how it is. So na kitu cha muhimu, hizi fedha unazi access wapi? Unazi access kwenye MetaTrader, ambapo ndipo utaona muda sahihi na hizi fedha zinafanya nini, kama zinapanda au zinashuka, whatever it is, ni kwenye MetaTrader. Mtu anaweza akasema nimeshaielewa forex, nimejua hii forex inahusika na nini, ni watu gani au ni akina nani ambao huwa wanakuwa kwenye forex trading. Kitu cha kwanza nataka nikwambie ni makampuni makubwa, actually benki zina trade. Hizi kampuni nyingi kubwa sana za kifedha zinakuwa kwenye soko la forex trading. Kwa sisi watu wa hali ya chini, maana yake sisi watu wa hali ya chini hatuwezi kuingia kwenye soko, kwa sababu kwenye soko linahitaji watu wenye mtaji mkubwa, which means hapa ndipo zinakuja hizi brokerage, ambayo kwa mfano kama HFM, huyu ni broker ambaye anamsaidia mtu mwenye mtaji mdogo mpaka wa $5 kuingia kwenye forex trading. Manake hata mtu mwenye mtaji wa $5 ana uwezo kupitia HFM akaweka hela yake na akaingia kwenye soko akatrade na akatoka na profit. So when it's come to broker, manake HFM, huyu yeye kitu kikubwa anachokifanya ni kukuunganisha wewe na soko. Manake wewe ukiwa una mtaji wako mdogo, yeye ana uwezo wa kuupokea mtaji wako mdogo na akakuunganisha kuingia sokoni. Kwa sababu just imagine, mabenki yana trade almost $1 milioni, $2 milioni. Watu wakubwa, Donald Trump ni trader mzuri sana. So ukitaka kujua hii HFM inafanyaje kazi, hii hapa inakuja kukusaidia wewe mtu mwenye mtaji wa chini, ndio inakuja. Na zipo kampuni tofauti, yani zipo brokerage tofauti. Kinachotokea ni kwamba kuchagua brokerage yenye inakupa qualities nzuri, inakufavor wewe, kwa sababu brokerage ziko tofauti, maana kila moja ina service yake. Kwa mfano kama HFM, kitu kimoja kikubwa sana ambacho nakipenda kuhusu HFM, watu wengi ambao wanaanza kutrade huwa wanaogopa kupoteza mitaji yao. So HFM wanakupa account kama Shield 500 account. Hii account manake wewe utakavyoingiza mtaji wako, ukitrade kwa siku 30 ukapoteza, yenyewe itakurudishia mtaji wako. Kama ulipoteza $50, so itaangalia ile profit, ile hasara uliyoipata pale. Kama kwenye $50 ulipoteza labda $25, basi itarudisha $25 kwa ajili ya kuendelea kutrade, kitu ambacho ni kizuri sana kwa Watanzania wengi ambao wanakuwa wanawaza mimi nitapoteza. So kwenye HFM imecreate hiyo issue kwamba ukiwa unajifunza, wanajua kuna kupoteza kupo, kwa sababu unajifunza, itakupa hiyo offer. Kitu cha muhimu cha kugusia zaidi hapa kwenye hii introduction ni kwamba watu wengi watajiuliza, okay, nishajua forex trade ni nini, inafanya nini, ni watu gani wana trade, kuna vitu gani vinajihusisha. Forex trading, kitu kikubwa ambacho wengi hamjakijua ni kwamba inafanya kazi kwa muda gani. Ni muda gani ambao inakuwa inaoperate masaa 24 kwa siku 5 za wiki. Manake weekends, Jumamosi na Jumapili, soko linafungwa. Manake watu ambao wana trade wote huwa wana trade kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Hiyo ndo muda ambao wana trade. Kwa nini? Kwa sababu soko linafungwa Ijumaa kuamkia Jumamosi. Saa 6 usiku inavyoingia tu kuingia Jumamosi, soko linakuwa limefungwa, na saa 6 usiku kuingia Jumatatu linafunguliwa. Mpaka sasa hivi na expect kwamba watu wote ambao umeangalia hii video mwanzo mpaka mwisho umepata uelewa wa forex trading ni nini. Sababu kubwa ya wewe kuwepo hapa ni kutaka kujua hiki kitu ni kitu gani na kwa nini Mr. Yuki amekiongea kwa muda mrefu, na right now nimeamua kukielezea mimi mwenyewe straight mbele. What I expect ni kwamba ninaendelea kuelezea slowly, taratibu. Umeshajua hii ni nini, so the next step ninaendelea kueleza nini cha kufanya, tunakuaje, tunaendaje, how can we get profit, trade with Mr. UK.